Nichukue nafasi hii kukushukuru wewe Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi hii ili niweze kuchangia siku hii ya leo katika bajeti hii ya Wizara ya Nishati. Awali ya yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi sote tuna afya na tumeweza kuwemo ndani ya hili bunge. Lakini pia nimshukuru sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo anatusimamia na kutuongoza kama kiongozi wetu mkuu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Pamoja na yeye niwapongeze sana na kuwashukuru wasaidizi wake wa karibu, Makamu wa Rais pamoja na Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo wa dhati nichukue nafasi hii kuwapongeza sana serikali, hasa wizara yetu hii ya nishati. Kiukweli Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kificho na kila mmoja na kila Mtanzania anaona jinsi gani ambavyo wizara ya nishati inafanya kazi nzuri hapa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii imekuwa ni mojawapo ya wizara ya mfano katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata umeme. Lakini sio kupata umeme tu, hata katika service pale ambapo kuna changamoto, wizara hii watu wake wamekuwa wakirespondi kwa haraka sana. Niwapongeze sana watendaji wote wa TANESCO Tanzania kwa jinsi ambavyo wanarespondi kwenye matatizo ya umeme yanapokuwa yametokea kwa uharaka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipekee sana ni ushahidi uliotosha kabisa kuona jinsi ambavyo wizara imeshughulika na swala la mafuta. Nchi zingine jirani tunaona kwamba kuna changamoto kubwa na wengine wamefika sehemu hata vituo havina mafuta. Lakini kwa Tanzania tunajivunia wizara yetu, tunajivunia rais wetu kwa jinsi ambavyo wamehakikisha masuala ya mafuta kwetu Tanzania hatujapata upungufu. Mpaka sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza, kwa taarifa ya Mheshimiwa Waziri ni kwamba mafuta tunayo na tunaendelea na hata sio tu kwa taarifa, ukienda kwenye vituo Tanzania nzima utakutana na vituo vyote vimefunguliwa na mafuta yanapatikana. Kwa jambo hili napenda kuwapongeza sana Wizara ya Nishati ambayo inaongozwa na waziri wetu na naibu waziri na watendaji wote wa wizara. Hata hivyo, pamoja na mambo mazuri hayo, nipende kusema jambo moja. Katika maisha, changamoto inapotokea inatengeneza fursa. Sasa katika swala zima la mafuta, changamoto ya mafuta ilipotokea, tumeona kwamba sasa kuna fursa zingine zimejitokeza ambazo kama serikali na kama wizara na kama taifa tunahitaji kuharakisha na kuongeza nguvu ili kuhakikisha kwamba tunaendelea sasa kwenye hivyo vipaumbele vingine, ili pale ambapo mafuta yanaleta changamoto tuweze kupata njia mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania hapo tunayo gesi, lakini pia tunao umeme ambao tunaona kabisa kwamba tunao mpaka excess. Na tunajua kwamba duniani tunaona sasa nchi duniani zingine zinabadilika, zinatoka kwenye kutegemea sana mafuta zinaenda kwenye kutegemea gesi pamoja na umeme. Na sisi hapa Tanzania wale ambao tulifanikiwa kwenda kwenye maonyesho ya TANESCO pale kwenye Wizara ya Nishati, tulipofanikiwa tumeona gari ambayo inatumia umeme. Kama leo tungekuwa tunayo magari mengi Tanzania tunayotumia umeme, tusingekuwa tunawaza sana mafuta kwa sababu tungekuwa tumeswitch na tunatumia umeme. Lakini tumeenda tukiangalia pia Tanzania hapa tunayo gesi na kuna magari tayari yameanza kutumia gesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi langu sasa kwa serikali na ushauri wangu ni kwamba tuongeze kasi kwa Tanzania nzima kuongeza hizi filling station za gesi. Tuongeze hizi sehemu za kuchaji magari ili tuhamasishe Watanzania wengi zaidi waweze kuagiza haya magari, na inapotokea crisis kama hii basi tuweze kupata alternative ambayo watu wanaweza wakatumia. Ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, magari ya Dangote yanaweza yakatoka kule Mtwara mpaka Dar es Salaam kwa kutumia gesi.
lakini hayo magari ya Dangote hayawezi kuondoka Dar es Salaam kuelekea Mwanza, kuelekea kanda ya Ziwa kwa kutumia gesi. Wakifika Dar es Salaam itakuwa ni kituo, na huku hivi itakuwa hamna. Kwa hiyo tukifanikiwa tukaongeza filling station za gesi na umeme, watu hawatanunua magari na tutapunguza tatizo la mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, naomba pia niweze kuzungumzia jambo moja lingine ambalo nitatamani nishauri wizara yetu ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajua kabisa miundombinu yote ya umeme inamilikiwa na TANESCO. Mara moja tu miundombinu wowote unapokuwa mahala popote, huo miundombinu unaanza kumilikiwa na TANESCO. Sasa kuna wakati TANESCO wamesema, wizara imesema kuna sheria ipo inaruhusu mwekezaji kujiunganishia umeme, alafu akawa anarudishiwa kwa asilimia kidogo kidogo, hela kiasi inaenda kwenye wizara na hela kiasi anajirudishia. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili tunalifahamu watu wachache sana. Niwaiombe wizara iende ikafanye kutangaza jambo hili, iwafahamishe wawekezaji, ili basi kila mwekezaji anapotaka kupeleka umeme, anapokuwa na mradi wake, asisubiri TANESCO mpaka ipate budget, asisubiri wizara mpaka ipate budget, aweze kujivutia umeme akiwa na assurance kwamba ile pesa itarudishwa. Maana kama akiwa na assurance hiyo, atapeleka hakika umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna jambo kubwa ambalo nichukue kuwapongeza sana REA. REA wamefanya kazi kubwa hapa Tanzania, wamesambaza umeme, umefika sehemu nyingi sana. Lakini kuna jambo moja dogo ambalo wakati mwingine linachafua ile uzuri wa jambo lile ambalo limefanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna sehemu unakuta ni sehemu moja, mwananchi mmoja anakonektiwa umeme na REA na mwananchi mwingine anakonektiwa na TANESCO. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama za kuconnect watu hawa wako sehemu moja, lakini gharama ni tofauti. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali iende ikafanye tathmini upya kwa jambo hili na ione jinsi gani inaweza ikasimamia na kuondoa hizi dosari ambazo zinaweza ukafanya jambo kubwa zuri sana, lakini mwisho wa siku dosari hii ndogo ikakuharibia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii na Mungu awabariki sana. Asante sana.